Kwanza taasisi hizi zina mchango mkubwa sana kwetu sisi kama Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji Zanzibar. Tunawategemea taasisi kama hizi, makundi kama haya ya vijana, lakini mabaraza ya vijana yote tunawategemea ili kuwafikia vijana wetu wa Zanzibar. Na kama tunavyoelewa kwamba serikali peke yake bila kushirikiana na taasisi na wananchi haiwezi kuweza kufikia kila kitu. Na serikali inajitahidi sana kuweka miundombinu mbalimbali ya sera. Sera yetu ya maendeleo ya vijana mwaka 2023 imesisitiza na imetoa majukumu kwa taasisi kama hizi za vijana kuweza kutekeleza kwa vijana wetu. Sasa tunawashukuru sana kwa Zanzibar na taasisi nyingine za vijana kwa mchango wao wanaotoa kuweza kuwafikia vijana. Mfano mdogo tu kwamba ukiangalia katika mwaka huu uliopita zaidi ya vijana 143 wameweza kufikiwa kupitia taasisi mbalimbali za vijana. Kwa hivyo tunatoa wito kwamba kwa vijana mbalimbali kuweza kujiunga kwa pamoja, lakini vile vile kuweza kuanzisha taasisi kama hizi. Waliokuwa hawawezi kuanzisha basi waweze kujiunga katika taasisi hizi ili kuweza kuharakisha maendeleo yao na ya nchi kwa ujumla. Cha msingi zaidi ni kujitokeza, sababu ndoto bado itabakia kuwa ndoto kama hujaanza kuifanyia kazi. Na zipo taasisi zimeanzishwa mbalimbali na serikali yetu ya Mapinduzi Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kuwasaidia vijana. Zikiwemo wizara zetu ambazo zinahusiana na masuala ya maendeleo ya vijana, idara ya maendeleo ya vijana, kuna mabaraza ya vijana, kuna taasisi hizi kama hizi ambazo asasi za kiraia ambazo zinaanzishwa katika kila kona. Lakini vile vile kwa kupitia wizara yetu kuna wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi ambao imewekwa maalum kwa ajili ya masuala mazima ya mitaji. Sasa kitu cha msingi ni kuweza kuja kupata mwongozo, lakini vile vile kuja kupata taaluma, lakini pia kuja kupata msaada wa katika hali mbalimbali ambayo kuweza kupatiwa ushauri na masuala mengine na maelekezo. Na wizara yetu ipo wazi na iko milango wazi, na wanatakiwa vijana wajitokeze kuweza kushirikiana na taasisi na wizara zetu. Kupitia shughuli hizi, Zanzibar iliendelea kushughulikia imani yake kwamba mabadiliko ya kweli huanza pale jamii yenyewe inaposhirikishwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi cha miaka 4 ya Zanzibar Foundation imepata mafanikio mbalimbali. Moja mafanikio makubwa zaidi si idadi ya miradi pekee, bali ni kujenga jamii ya watu wanaoamini katika kujitolea kwa ajili ya maendeleo. Katika safari hii, Zanzibar inaweza kukarabati madrasa, kushiriki katika ujenzi na uendeshaji wa maktaba, kugawa pads na vitabu kwa wanafunzi, kuendesha bonanza la afya linalowakilisha zaidi ya wanajamii 10,000, kupata sehemu ya ofisi kwa ajili ya shughuli za taasisi, kujenga timu ya viongozi na wanachama, kuunda mfumo wa coordinators na volunteers, kuwahusisha vijana katika miradi ya elimu, mazingira, mawasiliano, events na huduma za kijamii. Leo hii tarehe 23 mwezi wa 8 2026 tumeweza kutimiza miaka 4 toka tuanzishe taasisi yetu inayoitwa Zanzibar Foundation. Miaka 4 hii haikuwa miaka 4 ya bahati tu, bali ni miaka 4 ya mafanikio, fursa na furaha kuanzia sisi viongozi, memba wetu, volunteer pamoja na jamii kwa ujumla. Ikiwemo mambo ambayo tumeweza kufanya makubwa na yaloweka athari kwa jamii ni kuweka bonanza la afya. Ikiwa sisi kama vijana wadogo tumeweza kucontrol na kuweza kuwachukua vijana wazee ama jamii kubwa kuwapa matibabu bure, kuchangia damu bure na mahitaji mengine ya afya bure katika bonanza letu. Pia tumeweza kutengeneza maktaba iliyokuwepo maeneo ya Kibuteni. Vile vile tumeweza kuanzisha mabonanza ya michezo na mabonanza tofauti kwenye upande wa elimu, mazingira na jamii. Wito wangu kwa jamii kwa ujumla, tunawakaribisha Zanzibar Foundation. Zanzibar Foundation ni ya kila jamii, ni ya jamii yoyote, ni ya mtu yoyote, ikiwa ni mtu wa serikali, mashirika binafsi, mtu mmoja, hata mataifa kwa ujumla waliokuwepo nje ya Tanzania. Sisi tupo tayari kumpokea mtu yoyote, kufanya naye kazi mtu yoyote. Hakika sisi ni wa vijana wote. Pia kwa sasa ama leo hii tumeweza kuzindua mfumo mama na mfumo bingwa kwetu ambao utakusaidia sisi kujua taarifa ya Zanzibar ipo vipi, inaendelea vipi. Unaweza kuingia ukaandika zanzibarfoundation.gt.ac ukatupata na ukaona taarifa zetu na ukajisajili kwa memba Zanzibar. Sisi kama vijana tumeamua kuamka na miamko yetu, tumeamua kuorganize vijana wenzetu, lakini sio vijana tu, tumeamua kubase katika jamii iliyotuzunguka, yani mazingira, maradhi, elimu na udhalilishaji. Kwa hiyo foundation hizi zinasaidia kuwapa vijana elimu, kuwaweka awareness, lakini kuwasaidia wanafunzi kuwepo active na jamii yao, kwa sababu sasa hivi kijana wengi wanajikita katika masomo ya shuleni,
madrasa na tuition, lakini nini jamii inafanya, nini jamii kinaendelea, hawafanyi. Kwa hizi foundation tunakuwa tunafanya matukio tofauti, lakini pia tuna deal na masuala ya kuwahurumia watu wengine katika jamii, kwa mfano watu wenye mahitaji maalum. Leo hii watu wenye mahitaji maalum vipaumbele vinakuwa vipo nyuma kwa upande wao, kwa mfano albinism, viziwi na vipofu. Kwa hiyo tunakuwa tunadili nao watu hao kwa kuwapa faraja. Kwa hiyo hizi foundation zina umuhimu mkubwa sana. Wito wetu kwa serikali na jamii kiujumla, tuendelee kuamka, tuendelee kushikana. Serikali itushike hizi foundation ama taasisi binafsi ambazo zimeanzishwa na sisi vijana. Tunayo mambo yetu tunataka tuyawasilishe katika jamii.